Na kauli iliyokuwa ikizungumzwa miaka mingi sana ikieleza jinsi ambavyo wasanii wanaotoka kwenye lebo fulani na kwenda kujitegemea hasa kwa hapa East Africa wanakuwa wanashindwa kuperform ama kuonyesha ukubwa wao kama vile ambavyo walivyokuwa chini ya labels. Ni wasanii wachache ambao huwa wana maintain kuwa na ukubwa ule ule, speed ile ile, pamoja na promo zile zile kama vile ambavyo walivyokuwa under record label fulani. So leo hapa nimeona tetesi zikiongelea mambo fulani huko mitandaoni, mashabiki wamekuwa wakibishana. So nimeona nililete hapa kwa pamoja tuweze kulichambua na kulizungumza kwa undani zaidi. Yes, mimi nikukumbushe tu hapa ni Tanzalive TV. Kwa yeye ambaye ndio kwanza unajiunga nasi, hakikisha kwanza umekuwa mwanafamilia mwenzetu ili usiachwe na kupitwa na habari trending, all updates na news ambazo zinazidi kuclick kwenye mitandao kila siku. Gusa maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe, lakini pia usiache kubofya alama mbili za kengele ili usipitwe na notification. So hapa tunamjadili moja kwa moja msanii aliyekuwa under label ya Wasafi, naweza nikasema ni msanii wa mwisho kwa kipindi hiki kutoka katika lebo hiyo. Namzungumzia Lavalava. Lavalava ni miongoni mwa mastaa wakubwa wenye ufundi na umahiri wa hali ya juu ya kuandika ngoma zenye mahadhi na melodies za kimapenzi. Of course, hata alipokuwa WCB Wasafi, mashabiki wengi walikuwa wakilalamikia kuhusu kudumu na kutoa ngoma zake zile watu walizomzoea nazo. Kuna kipindi Lavalava alikuwa akibadilika kuja kwenye mipinduko na kuwa kwenye muziki ya vibes ya dance ya kisasa, lakini bado kuna baadhi ya mashabiki walikuwa kama hawa enjoy hivi, wamemzoea Lavalava yule ambaye alikuwa akiwapa magoma ya mapenzi, magoma motomoto ya kina Bora Tuachane na magoma mengineo mengi ambayo yamemfanya Lavalava mpaka hii leo kuwa kwenye utambulisho mkubwa wa watu, yani recognition, pamoja na mafanikio makubwa ya kimaisha ya muziki. So mara baada ya Lavalava kuweza kutoka WCB Wasafi, tuliweza kuona alikuja na nguvu ya EP yake iliyoenda kwa jina la Time EP, ambayo pia of course ina ngoma kadhaa kali ambazo ziliweza kutrendi mitandaoni pamoja na mitaani. Then haikuwa muda mrefu ngoma hizo zikaanza kutosikika kwa ukubwa tena. Na hii yote inatokana na maybe ni promo pamoja na nguvu ambazo huwa zinafanyika. Hatujafahamu kwamba ni nini ambacho maybe kimemkwamisha Lavalava katika kupushi zaidi EP yake, japokuwa mwanzoni alifanya kwa ukubwa, alizindua EP hii kwa mayacht party. Tuweza kuona mastaa mbalimbali ambao walikuwa excited wakiweza kusherehekea kwa pamoja na kufurahi katika kipindi ambacho Lavalava alikuwa akianza safari yake as a solo artist bila kuwa na label. So hii sio kwa Lavalava tu, na tukigusia pia wasanii wengine ambao wanakuwa wanatoka kwenye label, huwa nao wanakuja kwa nguvu pale ambapo wanatoka label fulani, wakisha kuwa nje ya label wakitaka kuintroduce vitu vyao ama kufanya muziki wao, huwa wanakuja kwa power, then baada ya muda, mwezi ama miezi kadhaa, huwa wanapotea kabisa. Sasa shida iko wapi ama nini kinasababisha haya yote? Ndio tuko hapa kwa pamoja kuweza kudiscuss na kuelezea kwa kina vile ambavyo vinatokea na vinawafanya wasanii maybe wasiweze kumaintain. Factor namba moja wapo ni push kubwa na uwekezaji. Ukizungumzia swala zima la investments kwenye production ya mwanamuziki in terms of sound, yani nyimbo kurekodi studio, pamoja na terms of video production, hivi vitu bwana ni vitu ambavyo ni msingi sana kwa msanii ili kuweza kufanikiwa, na mara zote huwa wasanii wanapeleka budget zao kwa lebo. Msanii anapokuwa na ngoma yake ametoa ikafanya vizuri sokoni, ikapenetrate, basi huwa anahitaji chupa la kwenda, video kali, video ambayo itajiuza, itaendana na ukubwa wa wimbo. So huwa ana request order ya budget yake kwa management. So management inakaa ina discuss, then anapatiwa if maybe ni dola 20,000, 30,000, 50,000, yani each ambayo yeye msanii anakuwa na wish. Management inakaa inaangalia na mfuko, then huwa anapewa. So msanii kutoka kwenda kujitegemea mwenyewe inahitaji nguvu kubwa sana zaidi, na uwe mtu ambaye umetuliza akili kweli kweli, la sivyo kupotea huwa ni kitu kidogo sana, sawa tu na ncha mbili za kidole zilivyokuwa na ukaribu huo. Can you imagine kwamba ukidelay tu kidogo unapita?
Sasa kwa Lavalava tumeona alivyokuja na nguvu yake EP, na of course ulikuwa ni mwendo mzuri na alionyesha nia ya kwamba atafika sehemu ama atakuja kufanya mambo makubwa, licha ya kuwa amekuwa akitoa ahadi nyingi. Kama vile ambavyo tunawajua wasanii huwa wanazungumza na kuongea vitu vingi sana, hasa wanapokuwa wanataka kujiweka karibu na mashabiki zao. So tusubiri, maybe kwa mwaka huu 2026 Lavalava atafanya mapya, kwa sababu tangia mwaka jana ameintroduce tu EP yake, akafanya promo kadhaa kuhusiana na EP yake, na hatukuona mengine zaidi kuendelea kuachia wimbo ama kitu gani kinachoendelea, licha kwa watu wengi wanasema Lavalava design kama nyota yake imefifia hivi, lakini mimi siamini katika hayo, na imani kwamba hayo ni maneno tu ya mashabiki ambao huwa wanayazungumza. Lakini kubwa kwa msanii ni kuweza kuweka focus kubwa sana katika kazi zake, kutoa kazi back to back mara kwa mara, lakini pia kuweza kutengeneza mifumo na misingi ambayo itafanya atazidi kujiingizia kipato kama msanii, kwa sababu bila ya pesa muziki hauwezi kwenda. Na of course kwa bahati nzuri wasanii wengi ambao wanapita kwenye mikono ya WCB Wasafi huwa kiuchumi wanajiweza kwa asilimia fulani, yani wanakuwa sio wasanii wale ambao wamechoka kikweli. Kwa hili nipongeze WCB Wasafi kwa ukusanyaji mzuri wa pesa na uwekezaji ambao inawafanya almost wasanii wake wote wanaokuwa ndani ya Wasafi kuwa na uwezo wa kujitegemea na kuweza hata siku moja anapotoka kwenda kufanya vizuri. Tazame msanii kama Vanny Boy Rayvanny ambaye pia ni mshikaji wa karibu na Lavalava, ametoka Wasafi na anaendelea kama kawaida na anazidi kupiga mkwanja mrefu zaidi kama vile ambavyo umekuwa ukiona. Lakini wasanii wengine kama kina Harmonize ambao pia walishaweza kutoka kwenye lebo hiyo, wasanii wengine kama kina Mbosso Khan na wengineo wengi ambao wametoka kwenye lebo ya Wasafi, na yote hii ni kutokana na kwenda kujitegemea, kujitengenezea chakula cha pembeni. So jambo la msingi kwa wasanii kama Lavalava ambapo inaonekana kama kuna namna ameshuka hivi, tofauti na vile ambavyo aliweza kuonyesha kwa watu walivyokuwa akifanya interviews, alivyokuwa akieleza kwa undani malengo pamoja na nia yake ya kimuziki. Lakini bado kuna ile haja ya msanii kuweza kuachia ngoma back to back ili aweze kukaa sokoni kila siku. Siku hizi muziki imekuwa na competition ya hali ya juu. Kila siku kuna vijana wapya wana image kwenye industry ya muziki. So unapakaa kizembe, usipokuwa mtu wa mipango mikakati pamoja na kuachia project kali, basi ni rahisi kwa mashabiki kuweza kukupuuzia na kukusahau katika mfumo mzima wa game ya muziki. So mimi nikukumbushe tu kwamba hayo ni machache. Wewe kama shabiki una maoni yapi katika haya? Na katika namna ambavyo game ya Bongo Flava inavyokwenda, unahisi Lavalava anatakiwa afanye nini? Ushauri wako ni upi? Tuambie kwenye upande wa comment, lakini pia usisahau kujiunga nasi hapa kila siku ili usipitwe na updates zote kali za mjini.